Habari za mchana ndugu waandishi wa habari. Kwa majina naitwa Nicholas Theobald. Ni mwenyekiti wa maandalizi ya kamati ya Fundi Awards. Fundi Awards ni awards ambazo zimesajiliwa na KOSOTA mwanzoni mwa mwaka jana, mwaka 2024, yenye lengo la kuwatambua mafundi ujenzi, sio wahandisi au contractors, mafundi kama mafundi ambao tunaishi nao, tunafanya nao kazi mara kwa mara kila siku katika ujenzi wa nyumba tunazoishi. Ndio maana kamati hii imekuja na Fundi Awards kwa ajili ya kuwatambua na kuwatambulisha kwa jamii, kutambua kazi zao na kuwathamini, kuithaminisha kazi yao ili kuboresha zaidi na zaidi kazi ambazo wanazifanya. Baada ya kuwa imesajiliwa na KOSOTA mwanzoni mwa mwaka jana, jopo la waandaaji lilianza rasmi vikao kwa ajili ya kuandaa Fundi Awards. Na sasa siku hii ya leo tumekuja hapa katika mkutano wetu huu na nyinyi kwa ajili ya kuitambulisha rasmi kwenu na kwa jamii kwa ujumla, ili tuweze kukamilisha lengo ambalo tumeweka mbele yetu katika Fundi Awards. Kwa upana zaidi wa jambo hili yupo katibu ambaye ni mzungumzaji rasmi zaidi juu ya jambo hili. Atajitambulisha na atatueleza kinagaunaga au kinagaubaga kwa Kiswahili kizuri zaidi nini maana ya Fundi Awards, inafanyaje kazi, itashirikisha watu gani, nyanja zipi, na hatua zote ambazo zitakana kuchukuliwa au kufuatwa ili kukamilisha jambo la Fundi Awards. Naomba nimkaribishe, atajitambulisha and then tutaendelea baada ya hapo. Kama alivyosema ndugu mwenyekiti, kwa majina naitwa Frederick Msonga ambaye mimi ni katibu na mratibu mkuu wa hizi tuzo za Fundi Awards. Waandishi wa habari, kama mlivyokuwa hapa, mnaweza mkasema kwamba mnajiuliza alichokitambulisha kwa ufupi bwana mwenyekiti kwamba Fundi Awards ni nini na vile vile Fundi Awards zinashughulika na nini. Hayo ndio kama maswali makubwa ambayo yanaweza yakakaa au mnakuwa mnajiuliza kichwani kwenu kwamba ni nini na inafanya nini. Lakini naweza nikasema kwamba kwa historia fupi, kamati nzima ya Fundi Awards imekuwa bega na bega sana na mafundi wa mara kwa mara. Nikiongelea mafundi namaanisha mafundi ujenzi. Na hawa ndio watu ambao wanashughulika kwenye kujenga au kusimamia nyumba zetu au majengo yetu ambayo tulikuwa nayo huko mitaani na majumbani. Na mwisho wa siku tunakuja tunasema kwamba tuko nao kuanzia mwanzo mpaka mwisho wa ujenzi, nikimaanisha wanapoanza kujenga mpaka wanapofika hatua za mwisho za ujenzi. Na pia mafundi hawa ni watu muhimu sana katika jamii yetu. Na hawa mafundi wengi unakuta wanafanya kazi pasipo kuajiriwa na wanakuwa wamejiajiri wenyewe, na wanatumia nguvu nyingi, wanatumia uweledi mwingi, wanatumia pia nyadhifa nyingi za kuweza kufanya hii shughuli yote ya ufundi. Na sisi kama Fundi Awards tukaja kuona kwamba hawa mafundi ni watu muhimu katika jamii, na ndio tukataka kuweza kuonyesha thamani yao na kazi zao katika jamii. Na ndipo sasa hapo Fundi Awards ilipokuja kuanzishwa. Sasa unaweza kujiuliza kwamba Fundi Awards ni nini? Fundi Awards ni jukwaa linalojishughulisha na uandaaji, usimamiaji na ugawaji wa tuzo kwa mafundi. Ni ukiongelea mafundi na maanisha mafundi ujenzi, na hawa wapo katika nyanja tofauti tofauti. Tuna mafundi ambao wanahusika na uwashi, kuna mafundi ambao wanahusika na skimming na rangi, kuna mafundi ambao wanahusika na decoration, kuna mafundi wanaohusika na tiles. Kwa hiyo hizi nizo nyanja 5 ambazo sisi kama Fundi Awards tunazianza kwa sasa hivi kuweza kuwatambulisha hawa mafundi katika hii
jamii. Kingine ambacho labda mnaweza mkasema tuna utaratibu gani wa kuweza kuendesha hii shughuli nzima ya hizi tuzo za mafundi, nikimaanisha Fundi Awards. Kwanza kabisa mafundi watahitajika kujisajili katika Fundi Awards. Kwenye usajili huu watahitaji kutuma taarifa zao. Kwenye taarifa zao namaanisha kwamba watatuma majina kamili, pia watatuma au watatupatia namba za simu, watatupatia au watatutajia sehemu wanapoishi. Pia watatutumia kazi 3 walizozifanya mwaka jana. Na mwisho kabisa, kama huyu fundi anakuwa na ukurasa wa mtandao wa kijamii, kwa mfano Instagram, pia ni vema aweze kutupatia hiyo jina la kurasa yake. Na step au stage ya pili ambayo tunafanya ni kwamba jopo la Fundi Awards litaweza kuangalia zile kazi za mafundi na kuweza kutambua ni fundi gani ambaye labda ameweza kuwa mamluki. Naweza nikasema ni mamluki, au anaweza akawa ametumia kazi ambayo sio ya kwake. Na sisi tukishamaliza hiyo stage ya pili ya kuweza kuangalia baada ya kutuma zile kazi zake, pia tutapata nafasi ya kuweza kufanya mchujo, kwa sababu lazima tuweze kuangalia huyu fundi ni fundi ambaye anaweza kufanya hii kazi, au huyu fundi anaweza kushiriki kwenye hii tuzo, kwa sababu kuna wengine wanaweza kawa wanatumia picha au taarifa za watu wengine. Kwa hiyo mchujo utaweza kupita ili kuweza kuangalia ni fundi gani ambaye anastahili kuweza kushiriki kwenye hizi tuzo. Na stage inayofuata ni kwamba hawa mafundi wataweza kupata namba ya ushiriki, ambayo hiyo namba ya ushiriki ndio itakayomwezesha yeye fundi kuweza kupigiwa kura. Na kura hizi atapigiwa huyu fundi na ndugu jamaa na marafiki, na ukijumuisha jumuiya nzima ya Watanzania. Na upande wetu sisi kama Fundi Awards ni kwamba hizi kura zitapigwa kwa njia ya mtandao, kwamba kura moja itaenda kwa kategori moja au nyanja moja katika zile 5 ambazo nimezitaja awali. Na ndipo tutakapofika siku ya tarehe 24 mwezi wa 5 mwaka 2025 ndipo tuzo zetu zitafanyika. Na kikubwa kabisa vipengele ambavyo vitaweza kushindanishwa ni kama nilivyosema awali, ni skimming na rangi. Kutakuwa na wanaofanya tiles ambao watakuwa tutapata mshindi bora wa mwaka. Tutakuwa na yule washiriki au tutashindanisha wanaohusika na decoration, kupaua na uwashi, ambao hawa watatoka washindi ambao watakuwa ni mafundi bora wa mwaka. Lakini vile vile bila kusahau tutakuwa na overall, yani fundi overall katika hawa wote katika hizi nyanja, ambao tutaweza kuiwekea katika nafasi 2, kwamba kutakuwa na mshindi wa kike na vile vile mshindi wa kiume. Na ningeweza kusema au kutumia fursa hii pia kuweza kuwakaribisha wadhamini wengine ambao wangependa kushiriki kwenye hizi tuzo, ili wote tuweze kuendesha hili gurudumu la Fundi Awards kaweza kukamilika kwa ukamilifu kabisa hiyo siku ya tarehe 24 mwezi wa 5 mwaka 2025. Na kwetu sisi ambao wadhamini ambao wangependa kushiriki, pia tuna namba zetu za simu ambazo wanaweza wakatupigia wakaweza kutuelekeza au kutuambia kwamba wangependa kushiriki kwenye hizi tuzo. Namba yetu ya simu ni 0761 444 566. Vivyo hivyo kama nilivyosema awali, wale mafundi ambao watakuwa wamependa kushiriki kwenye hizi tuzo, zile kazi ambazo nimesema wanaweza kuzituma ambazo wamezifanya mwaka jana, watazituma kwa njia ya WhatsApp kwenye namba niliyoitaja. Na ningependa nirudie, ambao ni 0761 444 566.
Vivyo hivyo pia kuna wengine wangependa kuweza kuona ni namna gani tunaweza kuwa tunafanya kazi kwenye mitandao ya kijamii. Pia tuna ukurasa wetu wa Instagram ambao ni fundi_awards. Ukiweza kututafuta kwenye kurasa za Instagram, unaweza ukatupata pia kwenye hizo kurasa au kwa hilo jina. Kama kuna mtu atakuwa na kingine cha kuongeza, ukatamani afanyie kazi yako, lakini tunaishia tu hapo, hatuendi mbali zaidi na kuwatambua na kuwathamini kazi zao. So Fundi Awards ni yake ni hiyo, ile matamanio kwamba huyu fundi ni mzuri, hii kazi ni nzuri, basi atambulike in public, ijulikane na iwe chachu kwa mafundi wengine wote. Ikiwa mwaka huu ametambulika huyu, mwakani huyu atasema na mimi naweza nikawa fundi bora mwaka ujao. Kwa hiyo ikawa ni chachu, hatimaye watu wakawa wanafanya kazi nzuri, kila fundi akawa na chachu ya kufanya kitu kizuri. Nadhani ndio nia kubwa na dhumuni kubwa la Fundi Awards. Yes. Mimi jitambulishe. Kwa naitwa Meki na Kasone Mdachi, ni katibu msaidizi. Kama mwenzangu Bwana Fredi alipozungumzia hizo kategori ambazo tumeanza nazo mwaka huu, lakini ukiangalia kwa upana, fundi wako wengi sana, ni kitengo ambacho ni kipana zaidi. Ila kwa mwaka huu tutaanza na hizo kategori tulizoanza, lakini tunavyoendelea tutakuja na kategori nyingi zaidi. Tutafikia wale wote, mafundi wako kwenye upana mkubwa sana, sio tu mafundi ujenzi. Kwa hiyo sio kwamba ni mafundi ujenzi peke yake, tutakuja na mafundi wengine kwa jinsi tunavyoendelea. Kwa hiyo